Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi toka hapa mjini Kinshasa. Kwanza pokeni mtasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anataka mwaka huu wa masomo uanze kwa amani na kwa wakati. Ituri ni raia wa Bule ndio wameanza kurejea katika makao yao ijapokuwa hali ya usalama sehemu hiyo. Shirika la Kasmia ndilo linashutumu kampuni ya TFM kwa kuweza kuchafua mazingira katika vijiji 4 vya Fungurume tukiwa Lualaba. Mengi ni katika taarifa hii. Taarifa kamili. Naam, kama vile tulivyowaelezeni kunako mtasari wetu wa habari, katika kikao cha baraza la mawaziri, rais wa jamhuri aliweza kuweka mkazo kuhusu umuhimu wa kuweza kuhakikisha mwaka wa masomo wa 2026-2027 unaanza kwa amani, kwa wakati na bila ubaguzi nchini kote. Anaomba serikali iweze kuhakikisha haki ya kila mtoto ya kuweza kupata elimu, kuweza kuimarisha mazungumzo pia ya walimu na kuweza kuheshimu makubaliano yaliyoweza kufikiliwa ili kuweza kuendeleza elimu bila malipo nchini kote. Rais aliweza kusema pia uangalizi maalum kwa watoto wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, hasa wale walioweza kuathirika na migogoro ya kivita na kuweza kulazimika kuhama makao yao. Waziri mkuu amepewa jukumu la kuweza kufuatilia maandalizi maalum ya kuweza kurudi kwa shule, huku idara ya elimu ikitakiwa kuweza kuendelea na kuzungumza na walimu na kuweza kuhakikisha ya kwamba masomo yanaanza bila usumbufu wowote ule. Waziri wa bajeti na fedha nchini wameagizwa kuweza kuhakikisha ya kwamba pesa za sekta ya elimu zinapatikana na kuweza kutolewa kwa wakati ili kuzuia mgogoro wakati wa kuweza kuanza kwa mwaka mpya huu wa masomo. Butembo. Katika mji wa Butembo tukiwa Kivu Kaskazini, wanafunzi ndio wanakuwa kiomba kwa viongozi wa shule mbalimbali kuweza kutumia kipindi hiki cha likizo ili kuweza kutengeneza vizuri choo za shule zao, kwani nyingi ni chafu zaidi ambazo zinaweza kuongeza hata hatari ya magonjwa, hasa wakati huu wa kipindi hiki ambacho ugonjwa wa Ebola bado unatia wasiwasi. Ripoti yake Masial Papi Mukeba ikisomwa naye Elise Kavira. Wanafunzi wa shule mbalimbali mjini Butembo wanasema kuwa vyoo vya shule nyingi vimeharibika, havitoshi na vingine ni vichafu sana. Wanaomba viongozi wasimamizi wa shule na mashirika ya kimataifa kusaidia kutatua tatizo hili kabla ya kufunguliwa kwa mwaka wa masomo mwanzoni mwa mwezi wa 9. Mratibu wao Alexi Maliabwana amesema kuwa wanahamasisha shule kutumia kipindi cha likizo kujenga au kutengeneza vyoo vya shule. Ameeleza kwamba katika shule nyingi za Butembo vyoo viko katika hali mbaya na havina usafi wa kutosha. Ameongeza kuwa kutokana na hatari ya ugonjwa wa Ebola, ujenzi na ukarabati wa vyoo vya shule ni jambo la dharura. Pia ametoa wito kwa viongozi, wasimamizi wa shule na mashirika ya kimataifa kusaidia kutatua tatizo hilo. Baadhi ya wakuu wa shule waliohojiwa wanakubali kuwa tatizo hilo lipo. Hata hivyo, wanasema hawana uwezo wa kifedha wa kujenga vyoo vinavyofaa na vya usafi. Kindu. Wakati kuna baki siku chache ili mwaka wa masomo uweze kuanzishwa tena jimboni Maniema, katika familia nyingi ni wazazi ndio wanakuwa kishitahidi ili kuweza kutafuta pesa za kuweza kununua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao. Ijapokuwa juhudi hizo, watoto pia hawakuweza kufunga mikono, bali nao wanaendelea kutumika kupita kiasi katika biashara ndogo ndogo kwa lengo la kuweza kusaidia wazazi wao. Florence Kiza, hali ikoja wakati huu huko sehemu za Maniema? Hali ni ile ile kila siku. Kando ya barabara kuu za jiji, wavulana na wasichana wadogo hutembea huko wakiwa wamebeba mabeseni yenye bidhaa vichwani mwao, wakiuzia wapita njia bitika, maandazi, karanga na bidhaa nyinginezo. Walipozungumza na waandishi wetu wa habari, baadhi ya watoto hawa walieleza kuwa walikuwa wakijaribu kuchangia gharama za vifaa vyao vya shule
wake, kwani masomo yanatarajiwa kuanza tena baada ya wiki chache. Niko nazunguruka zisha byangu juu nipate makuta ya rentrée scolaire. Kwa Bi Jane, kuwashirikisha baadhi ya watoto wake katika shughuli hii ni mkakati wa kuongeza mauzo na kipato cha kaya. Wakati nakata balo vile na basambaza na manguo kumungini ku magharibi tunakia kukutanisha makuta. Vitendo hivi vimekemewa na mashirika yanayotetea haki za watoto. Wawakilishi wa mashirika hayo wanawasihi wazazi kuacha tabia hiyo, wakisisitiza kuwa kuwatumikisha watoto kwa ajili ya biashara ni kinyume cha sheria na kuna adhabu kali. Wanashikilia msimamo kuwa ni jukumu la wazazi kukidhi mahitaji ya watoto wao badala ya watoto kulazimika kubeba mzigo wa kifedha wa gharama za masomo yao wenyewe. Nikiripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Bunia. Raia wa Bule katika wilaya ya Jugu walioweza kukimbia vita za mara kwa mara kati ya jeshi la FARDC na kundi la wanamgambo wa Convention pour la Révolution Populaire CRP maarufu wanaanza kurudi polepole katika vijiji vyao. Ni baada ya wito ulioweza kutolewa siku ya 3 na liwali wa jimbo wakati wa ziara yake katika eneo hilo. Kwa upande wake, MONUSCO imeanza pia doria zake ili kuweza kuimarisha ulinzi wa raia. Kibaki sehemu hiyo ya Bunia ni karibu ya watu 18,000 wakiwemo watu waliokimbia vijiji vyao ambao waliweza kurudi na familia zao baada ya vita. Sehemu hiyo ndio wameweza kupata msaada wa chakula, mbegu na vifaa vingine vya mlimo mwezi wa 7 uliopita. Msaada huo uliweza kutolewa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Croix Rouge maarufu katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Lengo kuu ni kuweza kusaidia familia zilizo katika hali ngumu kuweza kuwarejesha katika maisha yao ya kawaida na kuweza kuanza tena shughuli zao za mlimo. Izakaremo na maelezo zaidi. Kwa jumlani familia zaidi ya 13,000 ikiwemo 4,350 jimboni Ituri zimepokea msaada huu kutoka shirika la kimataifa la msalaba mwekundu CICR, unaojumuisha mbegu, chakula, zana za kilimo na vifaa muhimu vya nyumbani. Msaada huu unalenga kukidhi mahitaji ya haraka ya wakazi hawa walioathirika, huku ukisaidia kurejeshwa kwa shughuli za kilimo na maisha ya kijamii ya wafaidika. Kulingana na kiongozi mkuu wa programu ya CICR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Abdoulaye Karim Diomande, mzozo wa silaha, uhamisho wa idadi ya watu, ukosefu wa chakula, upatikanaji mdogo wa ardhi ya kilimo na hatari ya janga la Ebola vimezidisha udhaifu wa jamii majimboni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ukiunga mkono na viongozi wa asili toka maeneo za asili za walengwa, msaada huu waja wakati ambapo takriban watu milioni 9 walikabiliwa na njaa kali katika mikoa hii mitatu tokea Januari hadi Juni mwaka huu wa 2026. Lubumbashi. Huko Fungurume katika jimbo la Lualaba, vijiji 4 ndivyo vimeweza kuathiriwa na moshi na hewa yenye sumu kutoka katika viwanda namba 10 na 11 ya kampuni ya TFM. Shirika la kiraia Kasimia J linashutumu TFM kuweza kuchafua mazingira, hali ambayo inaathiri uzalishi wa mazao ya mlimo na nyumba za wakaaji. Kazimia J inasema tayari imeweza kufahamisha shirika la TFM na viongozi wa Lualaba kuhusu tatizo hilo. Serikali ya jimbo imeweza kuahidi kuweza kutuma timu lake la mawaziri 4 eneo hilo ili kuweza kuchunguza madai ama mashtaka hayo ya shirika la raia. Mbujimai. Mafunzo ya siku 5 kuhusu malisho ya mama mjamzito, mama anayenyonyesha na mtoto yameweza kufungwa mjini Mbujimai tukiwa jimboni Kasai Oriental. Mafunzo hayo yaliweza kuandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Padrir kwa ushirikiano na Pronanit. Washiriki 32 kutoka shirika mbalimbali za kiraia na huduma za serikali kutoka Kasai Oriental
Lomami na Kasai Central wameweza kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kuzuia kukabiliana na malisho mabaya katika familia zao. Mafunzo hayo pia yameweza kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa sekta mbalimbali katika mapambano dhidi ya malisho mabaya. Hii ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Kapi. Punde Bernardin Nyangi ataingia studioni kwa kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Kapi. Invité en Swahili. Tumempokea kama mwaliko wetu wa siku Jean-Claude Kayumba Shabani, mratibu wa shirika Réseau des Associations pour le Développement Communautaire RADEC kwa ufupi. Shirika hili lilitekeleza mradi msaada wa ulinzi wa dharura kwa wasiriwa wa ukatili wa kingono katika mtaa wa afya wa Salamabila mtani Kabambare jimboni Maniema. Badala ya waasirika 800 waliokuwa wamepango awali, mradi ulizidi matarajio na kuwapatia msaada waasiriwa 1028 wa unyanyasaji wa kingono. Mradi sasa umefikia mwisho wake, ijapokuwa hitaji bado ni nyingi. Mgeni wetu wa siku Jean-Claude Kayumba Shabani anazungumzia swala ile na Florence Kizalunga. Jean-Claude Kayumba, jambo. Jambo mama mwariri. Mumefikia ukomo ya mradi wenu ambayo ililenga kuwahudumia waanga wa ubakaji ndani ya zone de sante ya Salamabila huko tarafani Kabambare. Tunaweza kuelewa nini imefanyika muda wa hiyo kipindi yenu? Kwa kweli tulifanya maaktivite ya mingi kwa huyu mradi ambao unasema juu ya assistance ya wale waanga wa ubakaji ndani ya mtaa wa afya wa Salamabila mutarafa ya Kabambare. Onesha kwanza mradi Pakindu, Salamabila na Wamaza, tukabeba vile mavituo vya afya venye tutatumikia kwa avyo. Ndani mwayo tulibeba Kimbaseke ya kwanza, tukabeba Camp Central, tuo ya afya ya Wamaza na hospitali kuu ya Salamabila. Na tukakamata wa APES na wale wa ASER, Agence Santé Reproduction, na ba médecin na ba infirmier, tukabaonesha, tukawakumbusha na kuonesha sababu hii mradi ilikuwa mbele na MSF Espagne, na wakati alienda kukakuwa vide ku periode moja, na sisi tukakamata sasa ile vide tukaikomble pale. Ndio maana tukaonesha juu ya prise en charge médicale na prise en charge psychologique ya wale waanga wa ubakaji. Baada ya hiyo tukafanya tena vile mpango wa pamoja kwa ajili ya kupunguza ubakaji, hata kama tutamaliza kupunguza pamoja na makushe yote ya communauté. Mradi wenu ulilenga kuhudumia wanawake zaidi ya 800, yani 800. Sasa mumefikia ile ukomo ama la? Ndiyo mama mwariri, tulifikia kuukomo na tukatambuka, sababu ukomo wetu ulikuwa wa 800 waanga ubakaji, ila tulienda mpaka ku 1128, sababu waanga walikuwa wengi sana. Umesema kwamba MSF Espanya ndio alikuwa anahudumia wahanga hawa wa ubakaji. Wakati MSF iliweza kuondoka, nyinyi mkawasili. Sasa hapa nyinyi mumeondoka, umetuonesha kwamba hiyo hitaji ingali zaidi katika tarafa la Kabambare, mtafanyaje? Hiyo hitaji ingali kabisa, sababu hapa tunaomba kwanza kuma organisation no gouvernementale yote yenye kutusikiliza muda kama na wakati na huu, kama kule kungali besoin, na hivi kisi kungali besoin inabidi maorganisation ifike pale, na sisi ngambo yetu tutaendelea kuwafadhili purke watupatie hata deuxième phase purke tuendelee na maaktivite gisi inavyostahili, sababu waanga wangali wa mingi sana, na waanga kuacha vile bila kutibu ni vigumu zaidi. Sasa mulikuwa na strategy gani kwa kuweza kufikia kiwango ya watu hawa zaidi ya 1000? Ndiyo, tulikuwa kwanza na wale ambao wanaita wa ASER, Agence Santé de la Reproduction, sababu walikuwa ndani ya communauté, na tulikuwa pia vile na mot de passe moja yetu ambayo muanga akifika kwenye hospitali anajua kama batu yote banajua kama ule ni muanga na tumufikishe mbio kukituo, na ile mot de passe yetu ilikuwa ni karibu. Yani ni namna yenu ya kuweza pia kuvicha aibu ya muanga asiwezi kusikia haya wakati anapowasili kwenye hospitali. Ndio maana tuliongeza vile maaktivite muile chumba, sababu kulikuwa maaktivite vile ya planning familiale ne tuliongeza mule kwa ajili ya wamama kupanga uzazi. Ndio maana tuliongeza ile maaktivite juu ya kuevite ile ambayo inaitwa aibu ama stigmatisation. Sasa muda wa hiyo mradi wenu eti magumu ilikuwa kweli? Magumu ilikuwa nyingi.
zilikuwa nyingi sana, na magumu ya kwanza, mama mwariri, tutakwambia kama muzoni hatukukuta kitu pepe, hatukukuta dawa. Tukaanza kujidebrie, kufanya nguvu yetu yote tupate dawa ili tutibu, pamoja na wandugu wa ministeri ya sante wenye tulikuwa nao maprotokol. Tukaanza kutibu mwile ma air de sante yote bila tatizo, na hapa sasa tuliacha ile makit pepe kuko karibu itafikia mpaka le 15 août. Nene le 15 août itamalizika. Ndio maana ni ya muhimu sana mfadhili wetu Fondation Arnold de la Camara atusupport ku kipindi cha pili, pamoja na wengine ma congregation wengine, sababu tuendelee na hii mradi, sababu kuacha waanga vile bila dawa ni tatizo sana. Bwana Jean-Claude Kayumba, shukrani. Na mimi nashukuru kwa Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Bunia, kuwepo kwa silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria kunabaki kuwa wasiwasi mkubwa kwa usalama wa umma. Licha ya kuboreka kwa hali ya usalama katika miezi ya hivi karibuni, visa vya wizi wa kutumia silaha vinaendelea kuripotiwa mjini humo. Tukio la hivi karibuni ilitokea Jumane iliyopita, wakati duka moja la kubadilisha fedha ilishambuliwa mchana kati, mita chache tu kutoka kituo cha polisi. Wakazi wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama na upokonyaji silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria. Ripoti yake Isaac Remoyope. Matukio ya ujambazi wa kutumia silaha yanaendelea kufanyika mjini Bunya. Karibu kila wiki matukio ya wizi katika maduka na biashara huripotiwa katika karta mbalimbali ya mji Bunya. Tukio la hivi karibuni lilitokea siku ya pili asubuhi katika mzunguko wa barabara wa Fina katika karta wa Yambiaya. Kwa mujibu wa washuhuda kadhaa, wanaume 6 wenye silaha wakifuatana na mwanamke mmoja walifika kwa pikipiki mbele ya ofisi ya kuhamisha fedha. Ili kuwatawanya watu waliokuwa eneo hilo, walifyatua risasi kadhaa hewani kabla ya kuingia ndani ya nyumba ya biashara. Baadaye wajambazi hao walichukua kiasi kikubwa cha fedha kinachokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 13,000, kisha wakatoroka. Waendesha pikipiki za kubeba abiria, wafanyabiashara na wasafirishaji waliokuwa karibu walishuhudia tukio hilo bila kuwa na uwezo ya kuingilia kati. Wakiwa na mshtuko, wakaaji wengi wanashutumu kile wanachoita kutokuchukua hatua kwa haraka kwa polisi. Pia wanaeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuwepo kwa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria ndani ya mji. Hatua security kidogo basi wale sabote shobe karibu na biro la polisi. Je, hii ni sabotage ya mubaya? Hatua security mbuni ya mzuri. Commune ko hapa. Na operation ya 4 minutes. Bapana Motorola kuita raforo hapa. Intervention pana, batu wanaenda ndio saa gari na kiafika. Shambulio hilo limetokea wakati ambapo FARDC hufanya doria na ukaguzi wa magari kila usiku katika barabara kuu ya Bunya. Kwa wakaji wengi, hatua hizi bado hazitoshi. Wanazitaka mamlaka kuimarisha usalama na kuongeza operesheni za kukusanya silaha zinazomiliki kinyume cha sheria. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa taifa la Kongo mjini Bunya amesema uchunguzi unaendelea ili kutambua na kuwakamata wahusika na ujambazi huo. Pia amehakikisha kuwa hatua za usalama zitaimarishwa zaidi. Kanali Abeli Mwangu: polisi wawili waliokuwa zamu katika kituo cha Jemi Fina wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Polisi inakumbusha kuwa jukumu lao ni kulinda watu na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Hata hivyo, jukumu hilo si la polisi peke yake. Polisi pia inaomba ushirikiano kwa kila mwananchi kwa kushirikiana naye ili kuimarisha usalama. Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remoyope. Shukrani zetu za dhati kwako uliyefanya chaguo njema kuchagua Radio Okapi. Ni hapa tunaweka nanga kwa taarifa zetu za hii siku ya kwanza. Endeleeni kubaki chonjo na redio zenu kufuata mpangilio mingine ya masafa ya amani. Jina langu ni Jeremy Baraka, niliyekuwa mtangazaji na msimulizi wako. Jean-Claude Siala alikuwa fundi wangu wa mitambo. Kwa niaba ya timu lote la Radio Okapi, tunaendelea kuwatakieni mwanzo mwema wa wiki na mafanikio. Bye bye, kwa majalio ya Mwenyezi Mola.